Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Katika hafla yetu ya leo, si kwa nia ya kuvunja itifaki, lakini naomba tufanye mambo yafuatayo. Mchakato wa upatikanaji wa mdhamini wa tenda ulikuwa na hali fulani ambayo kuna baadhi ya watu walidhani wanakandamizwa au wanapewa. Lakini naomba nitumie fursa hii. Kwanza nimeona Dr. Kita pamoja mjumbe wetu wa bodi na Dr. Muba tafadhali. Kamati ya tenda iliundwa na wajumbe wa bodi ambao ni wenye viti wa kamati ndogo za bodi. Kuwepo Dr. Muba ambaye ni mwenyekiti wa kamati yetu ya fedha, Isa Masud ambaye kwa bahati leo hayupo, amesafiri kwa shughuli za mambo haya ya chini, yeye ni mwenyekiti wa kamati ya audit. Kita yeye ni mjumbe katika kamati yetu ya fedha, lakini ni mwanasheria mkuu ambaye anasaidia katika utekelezaji. Mohamed Naso ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano yuko nje kwa kazi. Dr. Shiruo mwenyekiti wa kamati ya ruhusa ambaye leo pia ametiwa na nguvu. Lakini kwa mwisho katika kamati hiyo, katika wajumbe wa bodi, bodi ambaye ni kamati ya fedha, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya ufundi. Mimi nawapongeza sana wajumbe hawa kwa kazi kubwa waliyofanya kwa niaba ya bodi, lakini haya yote ambayo tumeyaona ni kutokana na moyo na imani yao dhidi ya klabu yao. Kwa hiyo nisema waiti hawa na ninashukuru sana. Asanteni sana. Kwa niaba ya wenzenu nawashukuru. Lakini wapo watu baadaye tutawataja kwa mchango wa mawazo na ushiriki wao wa yakini katika utendaji wa upatikanaji wa huduma. Bodi nzima ya Simba baada ya kupitia mchakato wote ulishiriki na waliulizia kwamba kwa benefits hizi ambazo tunazipata hakuna sababu ambayo inaweza kufanya aliyeshinda au aliyeongoza kupewa hii. Historia tunaieleza Ahmed kwamba tulianza hivi ilikuwa hivi, lakini mimi niseme mapinduzi ya kwanza katika uanzishaji wa uuzaji wa vifaa vya michezo kwa vilabu yalifanya na kazi nyingi. Yeye alifanya hiyo kazi kwa zaidi ya miaka 10 kutoka kwenye jezi ambazo tulikuwa tunaletewa zawadi hapa. Nimeona Jumapili sio ameshatoka maalum, lakini wana Simba waliokuwa nje katika nchi za Ulaya na Arabuni. Hata dada yangu Asha aliwahi kuleta jezi kwa timu, wakati huo tulikuwa tunaletewa jezi zenye nyekundu na nyeupe, ndio hiyo ilikuwa jezi ya timu. Lakini yeye akaja kuanzisha mfumo ambao ulikuwa unauza vifaa vinavyohusu Simba Sports Club. Licha ya kuwa kutokana na hali ya mfumo wa uendeshaji kwa wakati ulikuwa hakuna mapatano. Kunjabei nilitamani sana Fred ungekuja hapa mbele. Yeye ndio aliyekuja kuleta mpango haswa, yani tunasema game changer alikuwa yeye. Hata ungesimama hapo, unajua sisi wa Tanzania tuna tabia sana ya kuwasifia watu tayari jeneza lake liko pale ndio tunaanza kumpa sifa. Mimi nasema hiyo sio haki na tunazungumza hii kwa wazi na upana. Tunakushukuru sana kwa moyo wako wa imani na kufungua mawazo ya namna ambayo tunaweza kuboresha na kuongeza mapato kwa watu wetu. Asante sana. Sunderland amefanya kazi yake
lakini Jerut amekuja kuleta mapinduzi makubwa zaidi ambayo tunakuleta. Lakini umetoa ahadi nyingi kwa hizi sio Sports Club. Umeahidi hizi other benefits tunazipokea, lakini umeahidi international brand. Wanasimba watakuja kuhoji sisi. Tunataka ile jambo tulitamani lakini tumeshindwa. Hawatakuelewa. Kwa hiyo niseme tu kwamba hilo ulifanyie kazi na uhakikishe kwamba linaenda vizuri. Mchakato wetu wa tenda kama alivyosema Dr. Muba ulijumuisha kampuni 8. Kati ya kampuni hizo 8, kampuni 4 zilikuwa ni kampuni za nje. Na sio kampuni za nje ndogo, kampuni za nje kubwa ambazo zinahudumia timu za taifa, zinahudumia na vilabu vingine vikubwa katika bara la Afrika na Ulaya. Kwa hiyo niseme tu kwamba uwekezaji katika mchezo umechangia kwa kiasi kikubwa sana kuvutia wawekezaji kuona kwamba Tanzania ni moja kati ya sehemu ambazo inafaa kuwekeza. Kwa hiyo tunashukuru Mheshimiwa Waziri kwa niaba ya serikali, mazingira wezeshi yanavutia sana kuleta uwekezaji katika sekta hii. Matarajio yetu sisi tumezungumzia swala la ukuzaji wa miundombinu ya michezo. Kuna vitu ambavyo labda kwa uchache ni kusema. Eneo mojawapo katika Tanzania, sports medicine doctors na medical professionals katika sports Tanzania kama tunawahesabu hawawezi kufika 5 hawapo. Na ndio maana tumesema kwamba tutatengeneza hii facility sio kwa manufaa ya Simba peke yake, na wale wengine ambao watakuwa na nafasi ya kuja kujifunza kwetu tunawakaribisha kuwa ni sehemu ya mafunzo na kuhamisha ujuzi, kwa sababu tunaajiri watu wengi kutoka nje. Kwa hiyo katika ile transfer of skills na expertise watakuja kufanyia Simba, na hatutoangalia rangi, tutaangalia ni Tanzania lakini vigezo watakuja kupata mafunzo hayo licha ya imani na akili zao. Hilo tunakuwa hivi tunaona. Lakini katika sekta ya michezo ambao wanaweza kuwa wanafanya, lakini tunawaimarisha wafanye vizuri zaidi, na kufanya hilo uweze kufanya mtaani lazima tuwe na kituo maalum. Kwa hiyo studio ambayo tutaijenga itakuwa ni sehemu ya uzalishaji wa bidhaa za Simba, lakini pia tunakuhakikishia itakuwa ni sehemu ya mafunzo kwa wengine kuja kujifunza. Waandishi wanafahamu kupata maeneo ya kufanyia mafunzo kwa vitendo ni kazi kubwa. Simba inaahidi kufanya hilo na kuhakikishia kwamba serikali itashirikiana na ninyi katika kutekeleza hilo. La mwisho sio kwa umuhimu, Jerut amesema tutafanya uendelezaji wa uwanja wetu pale, na wahakikishia wanasimba wote katika mipango yetu tutashirikiana. Mpango ambao Jerut amekuja nao utakuwa ni sambamba na mwekezaji mwenza ambaye tumeshirikiana naye kutoka hatua za mwanzo mpaka sasa hivi, na kuna mpango uendelevu wa kuweza kuendeleza ile eneo. Kwa hiyo tutajenga kwa uwanja, tutajenga viwanja vya mazoezi, tutajenga hostel, tutajenga ofisi na kadhalika, kwa kushirikiana na Mohamed Dewji ambaye tulikuwa naye katika. Kwa hiyo mpango huu hauzami katika mpango wetu kwa muda mrefu ambao tulikuwa nao. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba isilete contradiction yoyote. Hii ni maendeleo ya Simba, kila mmoja atashiriki katika upande wake, na tunawakaribisha wengine ambao wako tayari kushirikiana na sisi kuja kuingia na kuwekeza katika hayo maeneo. Na kwa kumalizia, nilisema hapa nitawataja baadhi ya watu, lakini hapa leo kuna vitu magari. Tunakushukuru sana Bwana kwa mchango wako na uwezo wako kwenye kufikia utambulishaji wa hii. Na kweli yuko kwenye wake na sana. Hata kikusi yuko Mwiba mchango hapa, na mimi kwa nafasi yangu ya makamu mwenyekiti wa bodi tunawashukuru wote wako kushukuru kazi kubwa ya wanasimba wote kujenga Simba. Kwa hiyo yote imeshiriki katika hili. Lakini leo tumesema bwana, sisi katika mpango wetu tutajenga ofisi, na hiyo ni mpango ambao unaendelea. Sasa tunapata nafasi ya kushirikiana na Isa Batenga. Tukutana naye hapo wakati kama bado yuko naye au ungesimama bwana. Kwa wale wanasimba ambao wafahamu, Isa Batenga ni mjumbe wetu wa kamati nyingi sana. Hata huko
ujenzi ambao tunazungumza, michoro, maandalizi ya mipango mingi yetu anayefanya, lakini kwa sasa ndio mwenye nyumba wetu katika nyumba ambayo tunaitumia katika ofisi yetu ya makao makuu ya Simba. Kwa hiyo umetoa mchango wako mkubwa kwa Simba yako, lakini ukiwa mwenye nyumba wetu tunakuahidi tutaendelea kushirikiana na wewe katika namna nyingi, na hatutohama kafu, tutajiandaa. Mwisho, tunakutakia heri katika utekelezaji wa mkataba wako na James, lakini tunategemea kwamba yale ambayo tumeyazungumza kwenye kamati zetu na kwenye bodi kuhusu uongezaji wa thamani ya bidhaa za Simba na wigo wa bidhaa, tunategemea hiyo ifanyike kwa weledi na wakati na katika bei ambayo ndio umeahidi itakuwa lazima kwa kila mwana Simba kwenda kwa moja. Zaidi hapo, tunashukuru wote ambao wameweza kushirikiana, viongozi wetu kutoka katika ngazi za wilaya na maafisa wa wilaya zingine, lakini wanasimba wengine ambao wanafuatilia kupitia kamati za wilaya. Tunawashukuru nyote. Lazima tunashukuru sana kwa uwepo wako hapa, na ninachelea sana kuita mzee hayo kwa sababu ni mwanangu. Wewe hawa wasukuma sisi ni mwanangu. Kama mheshimiwa waziri utakuwa unajitahidi kusema mimi kuita Makonde unanitana. Kwa Makonde sisi tulikuwa tunashukia kama ni sehemu ya mifugo. Kwa hiyo ukiita Makonde unanitana, lakini hayo ndio maisha yetu ya Tanzania. Tunashukuru sana management ya Simba kwa kazi kubwa ya kufanya maandalizi ya tukio hili, lakini na wote ambao wameshiriki katika hiyo hii heri na tufikie malengo. Tunaomba ukishi salamu zetu na shukrani. Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako.